Kwa mafundisho ya neno la Mungu, njoo ukutane na mtumishi wa Mungu Bishop James Mdoe wa Yesu ni Lango la Uzima. Njoo ufunguliwe, njoo ufundishwe neno la Mungu, njoo umiliki kesho yako. Imeandikwa Jehova ni Mungu wa Israeli, hakuna mwingine kama wewe. Jehova Mungu wa Israeli, hakuna mwingine. Kila mmoja alipo amshukuru Mungu kwa dakika moja. Hebu mshukuru Mungu kwa dakika moja. Achilia midomo yako ili mshukuru Mungu mahali ulipo. Mwambie nakushukuru Baba na kutukuza. Mwambie asante kwa ajili ya ibada ya leo. Mwambie asante kwa ajili ya kuleta ibadani. Mwambie najua sio kwa nguvu yangu wala kwa uwezo wangu. Mwambie asante Bwana wa afya yangu. Baba ninakushukuru. Wewe mwalimu wa familia yangu, mwalimu wa maisha yangu. Baba ninakushukuru. Wewe Mungu zaidi ya vyote. Hakuna aliye kama wewe. Unipaye afya ni wewe. Walinaye watoto wangu ni wewe. Wewe uwezaye kunikinga na adha, uwezaye kunikinga na hila. Amen. Hakuna aliye kama wewe Yesu. Kofi mengi kwa ajili ya Yesu wetu. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi ya shangwe na furaha. Ongeza makofi, ongeza makofi. Niombe mahali ulipo msalimiwa kulia na kushoto, mwambie na kusalimu katika jina la Yesu. Mwambie pia pokea salamu kutoka kwa Askofu Mdoe na kusalimia na yeye pia. Tuombe kwa ajili ya neno la mchana. Bwana Yesu, libariki neno lako kupitia Roho wako Mtakatifu. Kineno hili Bwana likawe ndio ushindi wetu. Achilia ukuu kwenye neno hili, maana vyote vilifanyika kwa neno, wala pasipo neno hakuna kilichofanyika tena. Katika jina lako Yesu ninaomba nikiamini, amen. Sema amen tena, amen tena. Amen. Haleluya. Mwambie jirani yako Yesu ni mzuri. Yesu ni mzuri. Kusanyiko la wana wa Mungu hapakosi wana wa Ibilisi. Hebu mwambie ni wewe au sio wewe? Mwambie tumkazie macho. Ukiwa na macho ya kimungu atashtuka. Mwambie ni wewe au sio wewe? Kisha kuwa mchungaji unapewa neema ya kuhurumia watu. Wakati mwingine Roho Mtakatifu anakusemesha neno gumu, alafu unajifanya kama hujasikia ili tu yapite. Inaitwa kubali yaishi. Haleluya. Nakwambia umeona yule pale anawasiliana na wachawi kwa ajili ya ibada ya leo. Alafu unasema huyu ninamfanyaje huyu? Kila sema Baba neema yako yatosha kwa ajili ya kutunza uwepo wa Mungu ndani yako. Haleluya. Amen. Leo tunasema ni siku njema na ni siku ya kufunguliwa watu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kufuta mihuri ya kichawi. Kufuta mihuri ya nini? Ya kichawi. Haleluya. Amen. Naweza ukawa uko hapa lakini haujui maana ya muhuri, kwamba muhuri ni nini au muhuri kazi yake ni nini. Haleluya. Kuna mahali ukipeleka barua ikiwa haina muhuri hawaipokei. Kuna mahali ukipeleka barua ikiwa haijagongwa stampu huwa hawaipokei. Kwa nini hawaipokei? Wanasema haina mmiliki hiyo barua. Bwana Yesu apewe sifa. Tafsiri yake kumbe ni nini? Kumbe kila muhuri ni unathibitisha umilikiwa. Kila muhuri unathibitisha nini? Umilikiwa. Yaani kila muhuri unathibitisha umilikiwa. Ukiona muhuri wa hospitali ya Muhimbili ujue unamilikiwa na Wizara ya Afya. Na hauandikwi Muhimbili lakini unaandikwa wizara ya nini? Ya Afya. Wizara ya Afya ndio inayoandikwa pale. Wizara ya Afya hapo juu pa chini panaandikwa Muhimbili Hospital. Haleluya. Kila muhuri, hata kampuni, huwezi kuwa na kampuni
ili ijulikane kampuni hii anamiliki Amani, anamiliki Robert, lazima hiyo kampuni iwe na muhuri wa hiyo kampuni. Haleluya. Na ule muhuri sasa ndio unathibitisha kwamba hii kampuni ni ya fulani. Na isipogongwa barua yoyote au karatasi yote ya tenda, kama haijagongwa muhuri, basi ujue unapoipeleka itarudi au itatupwa mbali. Kwa nini? Ni kwamba hawajui kwamba hii karatasi, hii haya maandishi ni ya nani. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini ikiwa na muhuri, ndio inaonyesha kwamba haya maandishi aliyeandika ni fulani. Kwa hivyo sasa, kama wanakujibu na wao watagonga na wao muhuri, alafu watathibitisha kama ni wa fulani. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yesu apewe sifa tena. Amen. Juzi kati nilikuwa naandika mkataba mahali fulani, nikaona yule Mchina akagonga muhuri pembe 4 ya ile karatasi. Imegongwa muhuri wa kwanza katikati, akagonga pembe 4. Halafu akanipa. Aliponipa na mimi Roho Mtakatifu akaniambia, na wewe pita huko kwenye hiyo mihuri yake. Kagonga 5 na wewe gonga 5 hivyo hivyo. Na mimi nikaenda nikagonga 5 kacha 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 kacha. Akasema hii sawa. Alafu chini tukasaini kuthibitisha kwamba mimi na yeye kila mtu ameonyesha uthibitisho kwa hicho ambacho tumepatania. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sasa katika kila ulimwengu, iwe wa nuru wa roho, watu wake inaowamiliki huwa wana mihuri ya wao watu. Yaani Mungu, nilishangaa kitu kimoja. Kuna mstari mmoja nilikuwa nausoma tangu nilivyokuwa mdogo kiimani mpaka leo naendelea kujifunza. Muhuri mmoja unasema Bwana awajua walio. Si tunasemaga tu hapo. Lakini mimi niliposoma mstari unasema eti Bwana awajua walio wake kwa sababu aliwagonga mihuri ya rohoni. Amina yako haijatosha pale. Amen. Kumbe Mungu anatujua tu kwamba huyu ni wa kwangu kwa sababu kabla hatujazaliwa tuko tumboni yeye amekugonga muhuri kwa. Na ndio sasa hao watu hao, hata leo ukamuona analewa pombe kuanguka, hata leo ukamuona ni mzinzi, hata leo ukamuona ni jambazi, lakini neno linasema anawajua walio wake. Mtu wa jinsi hiyo, kwa sababu Bwana anamjua, usije ukashangaa ukamkuta mbinguni naye amekaa kiti cha mbele. Na hapo ndio utaanza kujishika uso kwamba ni yeye au nimekosea mlango wa mbinguni. Bwana anawajua walio wake. Haleluya. Amen. Najua hujafahamu kwamba Biblia inasema watakao ingia mji ule ni watakatifu na wateule. Mpigie Yesu makofi kama unaelewa hiyo kitu. Amen. Wewe kuna mji huo ambao wewe unautamania, wewe ambao unafunga, wewe ambao unajikana kwa dhambi. Kuna watu fulani watauingia tu by free. Kwa nini? Biblia inawaita wateule. Haleluya, haleluya. Kuna majitu yani hayo yenyewe, sisi hapa tuko kanisani yenyewe liko huko. Wala alijui kama leo Jumapili. Lakini kumbe Bwana hilo jitu ameligonga muhuri. Anasema Bwana awajua walio wake. Tusome ile andiko, naona kama watu wanataka kulipata vile. Tusome tu ile andiko afu tuende mbele kidogo. Haleluya. Amen. Sema amina, amina, amina. Amen. Sema amina tena. Amen. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 19. Neno la Bwana linasema, ndiyo, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama. Lakini msingi wa Mungu ulio imara wenyewe umesimama. Wenye mihuri hii Bwana awajua walio wake. Rudia tena kidogo mahali. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama. Wenye muhuri hii. Wenye muhuri hii. Wenye muhuri hii. Bwana awajua walio wake. Bwana awajua walio wake. Na tena kila alitajaye jina la Bwana, jina la Bwana na uache uovu. Amen. Bwana awajua walio wake. Kwa nini? Aliwagonga muhuri. Haya majitu yana tabia hivi. Sio kwa nini Mungu ameleta hapa. Nilikuwa nataka kupita tu hapa. Haya majitu yako hivi. Yaani atafanya vurugu zote. Halafu siku likitaka tu kufa, eti lenyewe linapewaga favor. Haliondoki bwana. Hata kama ulikuwa unagombana nao niitie mchungaji. Huyu
Hivi alikuwa anasema hakuna ulokole, hakuna Wakristo, hakuna nini, leo unataka wachungaji. Ukienda pale, baba naomba unisamehe, halafu ukiliwekea tu mkono linasinzia hapo hapo, limeondoka. Kwa nini limeondoka? Yaani tayari hilo lilishagongwaga muhuri tangu liko tumboni kwamba ni la Bwana hilo. Adui akalizonga, lakini lenyewe likakumbuka. Nchi moja mahali, sitataja jina, kuna mtu mmoja alikuwa anaambiwa, bwana wewe dini gani? Akamwambia sina dini mimi. Alikuwa mtata sana. Dhehebu gani? Anasema kabisa hata madhehebu ndio sina madhehebu mimi. Akapewa jina na babake akalikataa. Akapewa jina na mamake pia akalikataa. Akaitwa jina moja ile ambalo halina mbele wala nyuma. Sitaji, hata ukinikonyeza sitaji. Haleluya. Ukitika amina ya nguvu nitaendelea pale. Sema amina tena. Amen. Akaitwa na Mwalimu Julius Nyerere akamwambia, wewe hatuendi hivi, nataka tukupe nafasi ya ukuu. Jina lako nani? Mwalimu alikuwa anamjua kwa jina lake la ujana, mpaka wanakuwa wanagombea muhuru nini. Siku hiyo Mwalimu anashangaa, anamwambia, mimi jina langu naitwa Kingunge Ngombali. Akamwambia, jina lako wewe? Okay, tuliweke kwenye dini gani? Anasema sitaki dini. Mimi nipe tu nini? Katiba ya nchi. Ni hape. Jamaa likapewa katiba ngwe. Nikasema mimi Kingunge. Mpaka jina anasema jina lake ni Kingunge. Leo umebadilisha jina Haleluya. Amen. Yesu apewe sifa. Amen. Ngoma ikaendelea hapo. Imeendelea hapo. Kilichotokea pale, siku hiyo jamali wakati wake wa kuondoka umefika. Akasafiri, ana majibu yale makubwa, yale majibu yale kama ya mzee Matayo, yale majibu makubwa yale. Sasa kasafiri kama miezi mitatu, karudi amemsahau. Kafungua banda, yaangalia, kamlalua yote, akala nyama mzee, mifupa ikabakia mifupa. Kakaa hospitali karibia miezi kadhaa pale. Akaangalia ngoma, kaona majira yamefika. Anamwambia watoto wake, niiteni wale wanaoliaga makanisani. Amen. Tunauliza, kumbe wanawajuaga hao wanaolia makanisani. Amen. Lakini kiburi cha uzima tunajifanya kama hayupo. Amina. Akasema tupitie fulani, tukatie mtu mkubwa fulani, tukamtaja mtu. Akasema hapana, hii ngoma hii inatakiwa wale wanaolia kanisani, makanisani. Wakaitwa wanaolia. Haleluya. Amen. Sema amina katika jina la Yesu. Amen. Walipoitwa wanaolia wakamwambia, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Kuanzia leo namkataa shetani na kazi zake zote. Eti hawajamaliza, limesema tu amen lenyewe, amen. Watu jamani, mzee kaondoka. Mwambie jirani yake, Bwana awajua walio wake. Bwana awajua walio wake. Kila aliye wake anayemilikiwa na mtu fulani ana muhuri mahali fulani. Mungu anamwekea muhuri mahali fulani mtu huyo, ili mtu mwingine asimiliki. Haleluya. Amen. Na hata wewe uko mahali hapa, inawezekana kuna mahali umewekewa muhuri ili tu usimiliki. Nilichoka kitu kimoja, nikashangaa eti kumbe Nebukadreza mfalme wa Babeli, yeye alikuwa na muhuri ulioandikwa wageni hawaruhusiwi kutawala. Wageni hawaruhusiwi kufanya nini? Kutawala. Akawa na muhuri wake huyo Nebukadreza. Alipofika tu mahali pale, ana muhuri wake unaitwa wageni hawaruhusiwi kutawala. Ghafla Mungu anataka kuibadilisha Babiloni au Babeli iwe nchi ya Bwana. Mungu anatuma vijana watatu wenye nguvu ya Mungu ili kwamba waingie mahali pale. Na huyu Nebukadreza naye akawaona. Alipoona akasema, cha kwanza wao jamaa walioingia ndani, badilisheni majina yao. Wanabadilishwa majina. Anasema cha kwanza, wapeni vyakula ninavyokula mimi ambavyo vina manuizo. Jamaa wakasema, sisi vyakula hatuli, hata tule pumba. Wakawa nakula pumba na wananenepa zaidi ya wale wa Babeli. Haleluya. Danieli akapeleleza akasema, kwa nini wageni hawatawalagi kwenye nchi? Mataifa wanaokuja wageni hawapati nafasi, kwa nini hawafanikiwi kwenye nchi? Wakakuta kumbe Nebukadreza ana muhuri ulioandikwa wageni marufuku kutawala. Sijajua wewe sasa uliingia Dar es Salaam ambaye mambo yanagongana.
kama na wewe ulikutana na huo muhuri wa wakuu wa Dar es Salaam. Haleluya. Amen. Unaweza ukawa ulikutana na muhuri wa Dar es Salaam unaosema kwamba ukoo wenu, familia yenu katika miji mikubwa hautawali. Haleluya. Kila unavyopambana na mka saa 9 za 10 hawaangalii, wao wanaangalia unatawalaje. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mchana wa leo. Mchana wa leo. Kila aina ya muhuri. Kila aina ya muhuri uliowekwa. Unaozuia maisha yangu. Lazima uharibike leo. Lazima upasuke leo. Vipande vipande. Kila aina ya muhuri niliowekewa kwenye mahusiano yangu, kwenye elimu yangu, kwa watoto wangu, lazima upasuke. Vipande vipande. Kila aina ya muhuri waliouweka kwenye kizazi chetu lazima upasuke leo. Vipande vipande katika jina la Yesu. Haleluya. Biblia inasema Yakobo alipomwita Yuda akamwambia, Yuda, wewe ni mfalme, wewe ni simba, wewe ni mtawala. Yuda na yeye akaenda akachonga muhuri wa kwake, na muhuri wake unasema kwamba wafalme wote watatoka katika uzao. Janielewa hapa, lazima tuende vizuri tu nikuelekeze. Yuda anasema wafalme wote watatoka kwenye uzao wa Yuda. Ndio maana hata Yesu kihalisia sio wa ukoo, sio wa uzao wa Yuda, lakini kwa sababu Yesu anaitwa mfalme lazima ajipandikize hapo, aitwe shina la uzao wa Daudi, ili afanyeje? Naye apokee jina la Yuda, kwa sababu muhuri wa kifalme unapatikana kwa Yuda. Haleluya. Amen. Haleluya. Kama muhuri wa kifalme unapatikana kwa Yuda, uwe na uhakika hata mihuri ya kibiashara kuna mahali inapatikana. Amen. Haijatosha pale. Amen. Hata mihuri ya biashara, hata mihuri ya kuwa na cheo mahali, kuna mahali inapatikana. Na kuna watu Mungu amewagonga hiyo mihuri ya kuwa ina hizo nafasi. Haleluya. Kuna watu Mungu amewagonga hiyo mihuri ya kuwa na hizo nafasi, lakini walipoziona unao huo muhuri, wanachokifanya ni kuweka muhuri mwingine juu yake. Ukiweka muhuri juu yake, ule muhuri uliogongwa wewe hausomeki kama unasema nini. Kama hujanielewa, jaribu hapa. Una muhuri umegongwa sijui mdoe ngenge ipo, alafu na wewe juu ya ule muhuri gonga kwako, alafu nisomea hayo maandishi. Wanachokifanya wakiona tu kwamba huyu ana mihuri ya kuwa mkubwa mahali fulani, na wao the same place, eneo lile na wao wanagonga. Kwa hiyo sasa wale ambao ulitaka uyapate kupitia ule muhuri ulionao, unashangaa uyapate kwa nini? Kwa sababu haivisomeki. Haleluya, haleluya. Nataka kuambia kitu kimoja cha ajabu sana. Biblia inasema Farao alikuwa na muhuri wake, na huo muhuri wake ulikuwa ni pete ya muhuri. Halafu hiyo muhuri wa Farao ulikuwa ni kwa ajili ya kuimiliki nini? Misri. Na ndio maana Farao sio kwamba ni jina la mtu. Farao ni cheo. Yesu apewe sifa tena. Amen. Farao ni cheo. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anamiliki, akipata cheo hicho, nafasi ya kumiliki Misri, ataitwa jina la nani? Kwa sababu muhuri uliogongwa ni wa nani? Ni wa Farao. Sio kwamba ni jina la mtu Farao. Farao ni cheo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Ndio sasa anasema alipoonekana Yusufu ana nguvu ya kuwa, ana neema ya kuwa waziri mkuu, Biblia inasema Farao ikabidi ile pete yake yenye muhuri akaivua, akamvika Yusufu. Aliita watu wote wa eneo hilo akamwambia nyoosha kidole, na akamvika Yusufu nini? Pete yenye muhuri ya kutawala Misri. Na baada ya pale ndio sasa Yusufu akaitwa waziri mkuu wa Misri. Kwa sababu gani? Amepewa pete yenye muhuri wa Misri. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Kumbe kila ukitawala mahali lazima kuwa na muhuri. Amina, haijatosha pale. Amen. Hata kumiliki eneo ni muhuri. Kama kuna mtu angenielewa angesema amina, ningeendelea kidogo pale. Hata kumiliki jambo fulani bila muhuri akikubali, lazima uwe na muhuri. Na mchana leo ni wewe umwambie Roho Mtakatifu, wewe ndio mwenye mihuri isiyofutika. Leo hii nataka nigonge muhuri kwa habari ya kumiliki Dar es Salaam, na gonga muhuri kwa ajili ya watoto wangu, na gonga muhuri. Amen.
Wana tabia, unaweza ukabeba mtoto mkubwa mwenye mihuri mingi, halafu na wao akamgonga mihuri akiwa tumboni. Akitoka lamani zake hazisomeki. Vipi? Ana mihuri mingi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Asifiwe tena Yesu. Biblia inasema Paulo aliziita chapa. Katika kitabu cha Wagalatia 6:17, Paulo aliziita chapa. Akasema tangu sasa mtu asinitaabishe, maana mwilini mwangu nimebeba chapa zake Kristo. Yaani Paulo alijiangalia akakuta ana mihuri mingi ya nani? Ya Kristo. Lakini uangalie maisha ya Paulo, alikuwa anaua watu. Kumbe alipozaliwa Paulo alionekana na mihuri ya Kristo Yesu. Lakini watu wabaya, washirikina, na wao wakamgonga mihuri yake. Paulo akawa muua watu. Akawa muua watu. Wakashangaa imekuwaje huyu anaua watu wakati huyu tayari ni nani? Ni mtumishi wa Mungu. Alipookoka Paulo, alipobadilishwa na Yesu, akasema tangu sasa mtu asinitaabishe, maana mwilini mwangu nimewekwa chapa zake Kristo. Amen. Kila mtu ili atawale mahali mwana wa Mungu lazima awe na muhuri. Amen. Tafsiri ya muhuri ni kwamba unazuia mtu yoyote asiguse kile kitu. Nisikini kwambie, kitu chochote unachokimiliki kama huna muhuri kitaondoka. Narudia tena, kitu chochote unachokitawala au ulichokipata, na kama huna muhuri wa kukitawala hicho kitu, kinaondoka. Yatatokea tu mambo, kitaondoka. Yatatokea tu balaa, kitaondoka. Kwa nini? Muhuri huna. Lakini mchana wa leo ni maombi yangu na sala na dua, nataka kila aliyeko hapa, chochote anachokitaka, alichokipata, tuna maombi leo ya kwenda kukigonga nini? Muhuri. Haleluya. Amen. Hii habari ya kufungua duka leo kesho limekufa, kesho kutwa umeondoka tena, sio kwamba una akili, sio kwamba wewe ni mfujaji. Wewe ulichokikosa kwenye ulimwengu wa roho umekosa nini? Muhuri. Haleluya, haleluya. Amen. Lakini leo tukienda kuomba, yeyote aliyekugonga muhuri usio wa kimungu, lazima muhuri ukuachie. Amen. Yeyote aliyekugonga lazima upasuke vipande vipande. Yeyote aliyekugonga muhuri ambao sio wa kimungu, lazima muhuri upasuke vipande vipande. Nasema utafutika, hautaonekana tena. Amen. Kila aina ya muhuri hautaonekana tena kwenye maisha yako. Haleluya. Amen. Na ndio maana kwenye kitabu kile cha Mathayo 27:66 anasema walipokuwa wamemzika Yesu, wamemwingiza Yesu kaburini, lile jiwe wakalivilingisha. Walipolimaliza kulivilingisha, na lile jiwe wakaligonga. Kila mtu analiangalia jiwe sasa, havigusiki. Hivi havigusiki. Ndio kama wewe sasa. Yaani umegongwa mihuri kiasi ambacho kila mara unapotaka kwenda kupata ufafanuzi au ufumbuzi wa tatizo lako haviwezekani. Ni kwa nini? Kuna muhuri wa mtu mkubwa amegonga hapo. Lakini mchana leo tunataka huyo mtu mkubwa tumtambulishie mkubwa mwenzake. Amina yako haijatosha pale. Amen. Nasema hivi, huyo mkubwa tumtambulishie mkubwa mwenzake, wafahamiane wakubwa kwa wakubwa. Amen. Haleluya. Amen. Pilato anawaambia kwenye jiwe hakikisheni mmegonga muhuri, ili mtu akija hapo kaburini asije akaguse hilo jiwe. Hakujua kwamba kama yeye Pilato ni mkubwa na muhuri wake ni wa kikubwa, kuna mtu aliyejaa mihuri usoni, imeandikwa mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu, mfalme wa ajabu. Alimuona Yohana akasema, nilipomtazama usoni nikaona muhuri umeandikwa juu ya paji lake, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu. Kwa nini? Kwa sababu yeye huyo ndiye mkuu wa kila muhuri uliogongwa chini ya jua. Amen. Aliyeharibu mwanao, aliyegusa muhuri kwenye macho ya mwanao, kwenye uso wa mwanao, kwenye akili za mwanao, kwenye fahamu za mwanao, nasema tutamtambulisha Yesu leo kama kiboko ya kuvunja mihuri, kama kiboko ya kuharibu mihuri. Nasema kila aliyeweka lazima aharibiwe kwa jina la Yesu. Amen. Mungu hajatuita kuja kumtumikia tukawa na watoto wasioeleweka. Na hayo matoto ndio tuliowabeba na ndio tumeweka viunoni. Sasa wachawi hao waliotoka huko jina vimuhuri vyao vya miti hiyo ya mpingo, nasema nitauona muhuri wa moto leo ukipigwa kwenye paji la uso la mtu hapa. Hata kama wamepiga kwenye tumbo lako ili uzao wako haribike, huko muhuri wa uweza ambao utagongwa kwenye paji lako la uso leo, na utaitwa jina jipya kwamba huyo ni fulani, huyo ni mkuu. Bwana anamuinua katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya.
Biblia inasema akaambiwa kwenye kaburi msiguse, asiguse mtu, na Wayahudi wakawa waliona ule muhuri wanapita mbali. Halafu walinzi wakawa wamekaa pale, na wao wanasema wanaogopa ule muhuri, maana uligongwa juu ya lile kaburi, kwamba kile kipindi una muhuri sasa, huyu anamilikiwa na Herode, huyu hapa amilikiwa na Pilato, huyu hauwezi kugusa, huyu ukigusa hii unakufa. Anasema walipokaa pale, majira ya Bwana alipofika, walinzi wamekaa, wakajua hii ndio siku yenyewe, na yule mkuu aliyegonga muhuri akaambia ongezekeni askari, kwa sababu wamesema ni siku ya tatu. Naona mwelekeo wake, kila aliyekutupia mashetani, na mimi nawaeleza waongezeke hao mashetani leo. Hao wachawi waliologa watoto wako waongezeke leo, maana leo ni siku yako wewe kufufuka kila kilichokufa. Iwe ni biashara ilikufa mwaka jana, mwaka juzi, leo lazima itainuka tena. Iwe ni kazi uliyoipenda na imekufa, hiyo kazi itainuka tena. Hata wakiongezeka watageuka, wataanguka, maana unaenda kuinuliwa. Aliyenielewa na aseme amina kubwa kwa jina la Yesu. Kuna vitu vingi tumegusa alafu vikafa, vilivyokuwa sema kama uwezi. Haleluya. Nilikuwa naomba na mtu mmoja siku moja, alikuwa kazi yake yeye anataka sana biashara. Alafu anaenda kukodi kabisa frame. Alafu akikodi frame analipa miezi 6. Aise jamaa kanyagi. Mpaka miezi 6 inaisha. Baadaye yule mwenye nyumba ambaye wewe unajua mwezi wako ni wa 5. Ndio anahangaika, anaenda kufagia. Akienda kufagia mara mwezi umefanya nini? Umeisha. Tuliomanaye mahali fulani nilipokuwa hapo mwanzo, tukaomba yule mtu, akakuta kumbe yeye amegongwa mihuri kwenye akili, kwenye ubongo, ufahamu. Eti kumbe kwenye ufahamu zoka gongwa ubongo, kop, kwenye ubongo wako, afu ukao unasahau mambo mazuri. Na mimi leo kila anayesahau atarudishiwa kumbukumbu. Amen. Nasema kila anayesahau atarudishiwa kumbukumbu. Mwisho ni leo. Amen. Leo ni siku ya 3. Lazima kilichokufa kifufuke kwa jina la Yesu. Nasema leo ni siku ya ufufuo. Lazima kilichokufa kifufuke katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Kila kilichokufa. Haiwezekani unalipa frame pango, halafu unasahau. Wewe si hatari wewe? Haleluya. Dunia ina watu. Kuna jamaa wangu mmoja alikuwa, wewe nafikiri ndio nikakumbuka kwamba huyu aligongwa mingi mihuri. Alikuwa anasahau mpaka nyumbani kwake. Ni Mjaruo mmoja hivi. Akiloaga pombe anasahau mpaka nyumbani kwake. Anapita kabisa kwake hapo, anapita. Akifika unamwambia wewe unaenda wapi? Anasema naomba kulala. Ndio anamrudisha, sasa kwako ni hapa. Kumbe ni hapa. Anaingia analala. Haleluya. Mungu alivyotuita kama kwenye neema ya wokovu, ametuwekea watoto majiant. Amen. Kuna mtu aliyenielewa hapa. Ametutea matoto ambao ya kutufuta jasho. Amen. Leo unakuta mtoto mara afya sio nzuri, mara sio haelewi, mara visomeki. Ilikuwa ni jana. Mimi naitangaza kwenye madhabahu ya Yesu lango la uzima kwamba leo ni siku yake ya kufufuka. Hata kama hayupo kwenye ibada hii, huko shuleni aliko, nguvu ya Mungu itamfikia, maana haina kizuizi. Nguvu ya Mungu itafika kwenye darasa analosoma, itafika kwenye shule analokaa, kwenye bweni analokaa, itafika nguvu ya Mungu. Atainuliwa kwa uwezo wa kifalme, maana Yesu ni mshindi, aliyeshinda kifo, aliyeshinda kaburi. Yesu yu hai. Haleluya. Yesu ni hai. Walipokuwa wamekaa pale, wakaongezeka askari, wakasema mfalme amesema asiguse mtu. Haleluya. Akasema hamjajua nyie, mlishawahi kuona ardhi zinatikisika kama kitenesi? Mungu akaona hawa askari cha kufanya hao ardhi itikisike kwanza. Ndiye aliyewe kuitikisa akamtengeneza mtu. Hao walinzi walioko kwenye kaburi, kuna mtu aliukaa hivi akatengeneza nyie. Amesema wamekaa pale sijui na vilungu nyakati sijui na mishale na mikuki, wakaanza kusikia tetemeko lisilo la kawaida. Wanaangukia huko, tetemeko havisimamiki, wanashangaa pale. Ghafla akatokea malaika asiyetizamika. Haleluya, haleluya. Akatokea malaika asiyetizamika. Biblia inasema walipomtizama hivi, wote wakaanguka chini. Ameanguka chini. Yule malaika alichokifanya cha kwanza, akaleta sana dharau yule malaika. Eti pale kwenye mhuri yeye akapakalia. Yaani mhuri uliogongwa na wachawi wa mtaa, yeye kwanza leo anakalia. Yaani mhuri uliogongwa na watu waliokataa watoto wako wasisome, leo yeye anakalia kwanza. Alafu anashangaa ameukalia mhuri wa mfalme. Alafu akalichukua lile jiwe, akalibiringilisha, akalitoa kwenye kaburi. Ndivyo inavyoenda kutokea leo. Asiyenielewa apige makofi aseme amina. Aliyenielewa aseme amina katika jina la Yesu. Yuko malaika atakayelivingilisha
watarudisha jiwe. Cha kwanza watashangaa, imekuwaje anadharau hivi huyu malaika? Yule malaika nimempenda ise. Ile ni dharau. Wafalme wasema asiguse mtu. Yeye asema shida ni huu mhuri. Akaukalia kwanza. Ile wanashangaa. Biblia inasema wale watu waliosukuma lile jiwe walikuwa 150. Ndio walisukuma akapeleka kwenye mdomo wa kaburi, wakafunika hapo. Watu 150 wanaume. Akasimama mwanaume mmoja, jina lake anaitwa Mikaeli. Yeye anaitwa malaika wa vita. Yeye ndiye aliyemharibu mkuu wa Uajemi. Yeye ndiye aliyempiga mkuu wa anga. Kila aliyekusanyika kwa ajili ya maisha yako, ninasema ninaona malaika akishuka leo. Ninaona malaika akishuka leo. Ninamwona malaika akishuka leo. Ninamwona malaika akishuka leo. Ninamwona malaika akishuka leo. Atashuka kwenye ofisi yako, atashuka kwenye kazi yako, atashuka kwenye biashara yako, atashuka kwa watoto wako, atashuka kwenye biashara yako. Piga makofi, sema amina. Haleluya, haleluya. Ameliviringisha. Kajamaa kakatoka. Hakuna kitu kilichoniacha hoi. Yesu alipelekwa na sanda kaburini. Jiwe lilipotoka, kale kajamaa sanda zilibaki. Sasa sijui alitoka uchi, lakini Biblia inasema wakati wanamtafuta hapo kwenye kaburi, wakakakuta kakijana handsome. Kako hapo kwenye bustani kamesimama hivi. Mama yake na Yesu akakaambia, "Wewe kijana, kamependeza mpaka mama akajui." Nasema ukitoka ibada hii utapendeza mpaka watu wakushangae. Nasema baada ya ibada hii utapendeza mpaka watu washangae. Baada ya ibada hii utapendeza mpaka watu washangae. Aliyemlea, aliyemzaa, aliyemnyonyesha ziwani anamwambia, "Kijana, hebu niambie mwanangu, hivi wamempeleka wapi Bwana wetu?" Yesu anasema hata mama anijui. Hata mama anijui. Ndivyo itakavyokuwa leo. Baada ya hapa tu utakuwa na mng'ao usio wa kawaida. Ofisi yako itanawiri Tanzania nzima. Nasema Afrika Mashariki utatawala wewe. Kazi yako itaonekana kila ofisi. Jina lako litakuwa kila mahali. Waliokujua jana wakakudharau, kesho watakushangaa ni mtu mwingine. Nasema wataona mtu wa ajabu kwenye maisha yao. Sema amina katika jina la Yesu. Mama amemsahau mwanae. Kwa nini? Mtu mpya. Haleluya. Haleluya. Sikia nikwambie kitu cha ajabu sana. Niendelee kidogo, siendelee pale. Anasema kwamba wakati wanampiga wakamvua zile nguo zote. Halafu akazipigia kula. Halafu Myahudi mmoja aliyembabe akashinda ile kula, akawa nayo ile vazi. Na kwa sababu walimpiga na mara walilikunja kunja. Lakini siku anafufuka katoka Uturuki na za Uturuki. Katoka Uturuki na za Uturuki, sio za Kichina. Katoka Uturuki na zeni za Kituruki. Mpaka mama anasema hizi nguo hizi kijana kwetu hakuna. Wewe kijana, hebu tuambie wamempeleka wapi Bwana wetu? Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Anasema wakazani ni mtunza bustani, kumbe ni Masihi mwana wa Mungu. Na mimi leo ninakutangazia wewe ni Masihi mwana wa Mungu. Nakutangazia wewe ni Masihi mwana wa Mungu. Yeyote aliyeshindana na baraka zako leo ataziona zimeinuka tena. Aliyeshindana na mema yako ataona ameinuka tena. Aliyewahi kugusa watoto wako leo Mungu atashindana naye, atampiga, atamuondoa, maana yeye ni mfalme wa wafalme. Amen. Haleluya, haleluya. Kila atakaye toka kwenye ibada leo hii utashangaa. Mimi nakutangazia wateja utawakimbia kwenye biashara. Amen. Yaani watu utakafanya nao biashara utawakimbia, utashangaa. Wametoka wapi hawa? Wanakuona mpya. Halafu hata lafizi yako itabadilika. Ile lafizi ya Kisambaa itaisha. Utaongea slang language. Yaani kalugha raini vile. Yeah. Kuna watu miujiza yao itokee ni kwa sababu tu midomo yao, matamshi yao yani ni vita. Haleluya. Unaweza kugula unaota unalalamika, mchungaji, mbona vijana hawaniambii? Watakwambiaje wewe ukiambiwa salamu unaongea kama Majuma Ndala ndefu. Haleluya. Lakini leo baada ya ibada ya leo tusema yes brother. Tell me brother.
Nasikia tu blaza anakuambia nyumbani ni wapi, kwa sababu kuna namna ya sauti imebadilika. Utaonekana mtu mpya baada ya ibada leo. Aliyenielewa aseme amina kubwa kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Anakuja mgeni, unamkaribisha. Kaka jana akasema, "Oh jamani, mama mnamtafuta." Bado mama Mariamu anasema, mwanangu tunamtafuta." Anasema, "Ndio mimi hapa." Anambia, akaja mtu mmoja ambaye alitendewa makuu sana na huyo Yesu. Anaitwa Mariamu Magdalena. Huyo alitolewa pepo 7, alikuwa ni kahaba. Alipomwangalia vile akamwambia Mariamu mamake, "Toka, ndio yeye huyu. Huyu ndio yeye Bwana. Wewe hujamwangalia vizuri. Huyu ndio mtoto wetu aliyezaliwa pale Njilo, pale Simanjiro, pale Mbeya, pale Iringa. Ndio huyu Bwana. Lazima amebadilika kwa sababu Bwana amembadilisha." Sema amina kwa jina la Yesu. Amen. Sema kila muhuri niliyogongwa kwenye ulimwengu wa roho uliozuia mema yangu leo lazima uondoke. Lazima ufutike leo. Muhuri wowote walionigonga mimi kwenye paji la uso ninaufuta kwa damu ya Yesu. Muhuri wowote walionigonga mimi kwenye viganja vya mikono ili nisifanye kazi ya Mungu leo ninaufuta kwa damu ya Yesu. Mihuri yoyote walionigonga mimi kwenye kifua changu ili nisimtumikie Bwana, ili nisiwe tajiri, leo naifuta kwa damu ya Yesu. Muhuri wowote walionigonga mimi kwenye nyayo zangu leo naufuta kwa damu ya Yesu. Mihuri yoyote walionigonga mimi kwa damu ya Yesu. Aliyenielewa apige makofi aseme amina. Kila aina muhuri leo lazima ukuachie. Kila aina muhuri. Kuna mtu mmoja anasema yule hata aende wapi, wa kwetu yule. Hata aende wapi yule ni wa kwetu, hawezi kufanya chochote wa kwetu. Ilikuwa kwako jana. Yes. Leo tuna kitu cha ajabu hapa. Tumoja aseme amina niendelee. Amen. Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 3, Biblia inasema kwamba akaona makanisa 7. Yohana. Na yale makanisa 7 malaika akawa anamwandikia habari za yale makanisa 7. Alipoandika yale makanisa 7, Biblia inasema katika makanisa 7, halafu baadaye pale alipoanza kuona maandishi yale makanisa 7 alichoandikiwa mle ndani, anasema ni kufuru na mauti. Yohana kwenye kisa cha Patimo. Lakini ghafla asema nikaona kitabu. Akaona kitabu na chenyewe kimeandikwa nyuma na mbele. Anasema kile kitabu alipokiona Yohana hajawahi kuona mtu wa kukitazama wala wa kukifungua wala wa kuzivunja zile muhuri. Anasema eti watu wote walikuwa kule mbinguni wakaangalia kile kitabu kilichoandikwa kwenye yale makanisa 7, yani mateso yaliyoandikwa makanisa 7, yani mateso yaliyoandikwa familia yenu. Anasema hapajaonekana aliyekitazama wala kuzivunja zile muhuri. Anasema nikalia mimi Yohana. Nikasema jamani, nani atawasaidia hawa? Nani atatuokoa sisi wa Kristo? Haya makanisa 7 nani atatusaidia? Anasema alipolia, anasema akatokea katika wale 4 wenye uhai waliokaa kwenye pembezoni ya kiti cha enzi, akamgusa begani Yohana, akamwambia Yohana usilie, tazama simba wa kabila la Yuda, yeye mzao wa Daudi, yeye ndiye ameshinda aweze kuifungua kile kitabu na kuzivunja zile muhuri na kuzisambaratisha zote. Nataka nitangaze mchana wa leo, lazima ufutike leo, lazima uharibike leo. Uliogongwa kwenye ndoa yako lazima uharibike leo. Uliowekwa kwenye biashara lazima uharibike leo. Walioweka kwenye huduma yako lazima uharibike leo. Aliyenielewa na aseme amina. Amen. Akasema nikaona mzee mmoja mwenye waya akaniambia Yohana usilie. Yuko mmoja tu anaweza kufanyaje? Kukufungua kile kitabu. Halafu na kuzivunja zile muhuri. Yohana alipoambiwa vile akalia kwa uchungu, asema basi nimuone huyo. Asema ghafla akamwona mwana kondoo amesimama. Anasema yeye akaanza kukiendea kile kitabu. Watu wengine wameshika, malaika wengine wameshika mdomo. Yaliyoandikwa mle na mama yangu itakuwaje? Alipofika pale akakichukua. Anasema akakifungua. Halafu akazivunja muhuri. Amen. Katika muhuri ambao niliogopa ulioandikwa ni ule muhuri uliosema kwamba najua matendo yako ya kuwa unaonekana uko hai lakini umekufa. Hili ni kanisa la wapi? Antiokia. Anasema najua ni kama vile nikikuona uko hai lakini umekufa. Kumbe huu ni muhuri nao sijawahi kujua hicho kitu. Yaani kumbe unaweza ukawa kanisani umegongwa muhuri wa mauti
ni kama kanisani upo fulani hivi, lakini anasema Yohana anaonekana huyo mtu amekufa. Yani manake kwamba kanisani fulani yupo kama anaonekana yupo, lakini hajui kama ana muhuri. Na huo leo utavunjwa. Nasema na huo leo utavunjwa. Na huo leo utavunjwa. Nasema na huo leo utavunjwa. Hakuna muhuri utakaosimama leo. Hiyo wamegonga kwa watoto wako utavunjwa. Waliozuia karama ya uimbaji leo watavunjiwa mihuri yao. Watakuona unaimba kimataifa, watakuona unatangaza kimataifa. Waliozuia karama ya kinabii, nasema hiyo mihuri itavunjwa leo. Waliozuia nguvu ya utumishi, nasema hiyo mihuri itavunjwa leo. Kila aliyegonga muhuri mahali akazuia baraka zako, akazuia nuru yako, leo kuna mvunja mihuri, anaitwa mfarume wa wafarume, anaitwa Bwana wa mabwana, anaitwa Simba wa kabila ya Yuda, anaitwa Mwana Kondoo aliyeshinda. Huyu anaweza kuzivunja muhuri. Piga makofi, sema amina katika jina la Yesu. Kila aina muhuri lazima utavunjika. Nambariki Mungu ninapomuona kijana wangu pale. Kijana wangu pale, yule pale mwenye shati ya madraft. Yule kijana mwaka 2002 nimeenda mara ya kwanza Ushilombo. Nikamwona kwenye kanisa kama hivi. Nilipomwona pale nikamuita. Alikuwa amekaa kama kule, nikamuita. Nikamwambia Mungu naona ananiambia wewe ni kamanda. Nikamwambia Mungu ananiambia wewe ni kamanda mkubwa. Haelewi. Lakini akawa mnyenyekevu sana. Nilipotaka kumaliza ibada akaja hapa mbele nikamuombea. Nikamuombea yule pale. Nikamuombea kama hapa, nikamwambia Mungu ananiambia wewe utakuwa kamanda mkubwa. Halafu elimu hana, ana la 7. Halafu mara mkoa wa Geita wakasema tunataka vijana 3000 waje Mgambo Geita mjini. Na huyo naye akaniambia mzee niende, nikamwambia nenda. Hiyo ni password ya kuendea kule. Wakaenda vijana wangapi? 3000. Wakachukua watu 125 na yeye akiwemo. 125 Geita na yeye akafanyaje? Akiwemo. Alipochukuliwa pale akaambiwa sasa wewe utaenda kambi wapi? Lindi, Mtwara huko. Akanambia baba kimewaka huko. Wanaambia nende, nikamwambia kwanza pita hapa tupige power tena. Halafu watu wa Lindi na Mtwara wakajue kwamba kuna mtu wa Yesu lango uzima huko. Amen. Haleluya. Wakaenda huko, walipoenda Lindi Mtwara akafanya vizuri isivyo kawaida. Mwaka mmoja sijui akahamishwa tena. Akapelekwa Msata hapo. Tarehe 31 mwezi wa kwanza ndio ilikuwa graduation yao. Ndio baba yake ndio akaja akambia mtumishi lazima twende. Kile ulichotamka kimekuwa, twende. Amen. Twende. Na mimi nikasema kwa kweli na kwenda. Nikaharibu kazi zangu, kafunga kazi zangu kama tutaenda wapi? Msata. Tukafika pale tukakuta wahitimu wako 4000. Na sisi tumekaa pale tukasema jamani, sasa wakwetu wa darasa 7 lakini tutafanyaje sasa? Lakini Bwana ni mshindi. Mihuri imevunjika. Bwana ni mwaminifu. Mihuri imevunjika. Lazima itimie neno la Bwana, sema amina katika jina la Yesu. Tumekaa pale. Tunasema katika nizamu wa kwanza fulani. Amen. Walioongoza mchezo wa mbio wa kwanza fulani, jamaa akachukua namba. Amen. Waliokuwa na nafasi kubwa ya kuwa makomando fulani, yes, akachukua. Baba yake akaruka kama juu pale. Amen. Akasema mzee, huyu mtu hata kusoma kwake kwenyewe ilikuwa hata ada hakuna. Lakini kwa sababu muhuri umevunjika, yes, kimewaka, na mimi leo nakuhakikishia muhuri utavunjika leo. Yes. Nasema muhuri itafutika leo. Amen. Katika watoto 4000 yeye ndiye pekee kawa namba 1 huyo. Amen. Alipokuwa namba 1 akapewa mazawadi kibao. Kaambiwa kuanzia leo umeshaajiliwa. Amen. Na wewe sasa hivi ni komando. Amen. Unaenda kwenye chuo cha ukomando. Sasa hivi amekuja pale leo na mpiga power, anaenda mbele kusomea huko. Akirudi hapa ni komando wa Tanzania. Mwambie jirani yako mihuri leo itavunjika. Mwambie jirani yako mihuri leo inavunjika. Mwambie jirani yako leo mihuri inavunjika. Haleluya. Haleluya. Amen. Familia walikuwa hawaelewi. Lakini Mungu akanipa neema. Nikamwona akiwa mbali, nikasema yule mleteni hapa. Sasa hivi hapo alipo kila mara. Na vivocha kidogo unajua tena wachungaji. Vinapita tena kule. Haleluya. Kwa sababu mihuri imefanya nini? Imevunjika. Mwambie jirani yako na wewe mihuri ukivunjika usimsahau mdoe. Haleluya, haleluya. Amekuja hapo.
Ananiambia baba, sasa wananichagua sasa kwenda mbele kusoma zaidi. Kwa sasa hivi ni komando. Yuko kwenye chuo cha komando wapi? Mdaula mwanangu Kikosi cha makomando kiko hapo Morogoro hapa. Alipopata nafasi akaniambia juzi, baba mimi nakuja tu niombee kwa sababu kuna mahali mimi naenda. Nikamwambia mwanangu, njoo nikupige power. Halafu uende Ulaya ukasome, kija hapa wewe ndio wale watakao lushuka helikopta iko kule juu, wewe unaachia. Halafu ukishuka chini unatua kama mpira tu tatu. Kwa nini? Muhuri umevunjika. Aliyezuia mwanao mahali popote, natangaza nikiwa nimesimama kwenye madhabahu ya Yesu lango la uzima inayosimamiwa na Askofu Paulo Sosela, asema muhuri utavunjika leo. Hakuna mahali patakushika wewe, hakuna mahali patashika maisha yako. Kila aliyeshika nguvu yako mahali ya watoto wako, muhuri unavunjika. Kuna watu ni waimbaji wakubwa sana. Hata ukimsikiliza anaongea naye unasikia muimbaji mkubwa, lakini muhuri tumegongwa mahali. Huyo mtu hawezi kuendelea. Lakini leo nasema kuna neema ya Mungu naiona kwa maisha ya mtu mmoja hapa. Mungu anaenda kumwinua huyo mtu ambao familia walimtema mate. Usimtupe huyo mtoto ambaye alikuwa anakusumbua kwenye hiyo familia yako. Nasema usimuone kama hafai. Wamemhangaisha na mihuri yao. Lakini mimi nautangaza muhuri wa moto wa Roho Mtakatifu ambao aligongwa Paulo akaanguka chini. Aligongwa Sauli akaanguka chini. Alipoinuka Sauli akawa mtu mwingine. Na mimi nataka niongee kuanzia leo, mwanao aliyehangaishwa na mchawi yoyote, baada ya ibada hii atakuwa mtu mwingine. Kuna nguvu ya uweza ya mihuri ya kimungu itatembea kwenye mwili wake. Hata kama yuko boarding size, nguvu ya Mungu haina ukuta, haina umbali. Nguvu ya Mungu mahali alipo hapo ataanza kuanguka chini, maana uweza wa Bwana utamfikia mahali alipo. I release power from heaven. Naachilia nguvu kutoka kwenye mbingu ikamfikie mahali alipo. Naachilia nguvu ya uweza kutoka kwenye mbingu imfikie mwanao mahali alipo. Yeyote aliyegongwa mihuri. Kuna watu wamegongwa mihuri kwenye matumbo za watoto walioharibika. Nasema hiyo mihuri na yenyewe leo itafutika. Kuna watu wamegongwa mihuri kwenye mikono ili wakishika vitu viharibike. Lakini nasema na hiyo mihuri leo itaharibika. Kuna watu wamewekewa mihuri kwenye paji zao za uso, wakifika kila mahali wanakataliwa. Lakini leo ninaona mhuri ulio mkubwa. Nasema huo mhuri ni wa moto. Nasema huo mhuri una uweza. Utakapotua mahali walikogonga mihuri yao ya kichawi, hakuna uganga, hakuna ushihiri, hakuna usoma nyota, hakuna ushirikina utakaosimama. Aliyenielewa na aseme amina katika jina la Yesu. Amen. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Hallelujah, hallelujah. Jesus mighty name. Yesu ni mwaminifu. Kuna kitu inaenda kuachia kwenye maisha yako sahihi. Inawezekana umehangaika na watoto wako sana, kila mtoto wako anamharibu. Mihuri yao inaenda kuharibika. Raka shakatos. Nasema mihuri yao inaenda kuharibika. Karabosia tabosia. Mpaka wameitwa watu wako jina baya, watu wako wameitwa majina mabaya mtaani. Usiogope. Tunaye simba wa kabila la Yuda. Tunaye mwana kondoo aliyeshinda kuvungua kile kitabu na kuzivunja zile muhuri. Ninaona kitu kikubwa kifanyika kwenye maisha yako leo. Wamekuwa kikuona tunaitwa mlokole mpendwa, hawajawahi kuona matendo makubwa yakifanyika kwenye maisha yako, lakini kuanzia leo wataona mtu ukiwa unaponya watu, unabariki watu, watu wanainuliwa. Mikono yote ambayo Mungu aligonga mihuri kabla hajazaliwa huyo mtu inaenda kurudishiwa hiyo mihuri tena. Kuna watu wamezaliwa wana nguvu ya Mungu tangu tumboni. Ndio maana hata kuzaliwa kwao kulikuwa kwa shida. Lakini walipozaliwa tu wachawi wakawagonga mihuri hao watu ili wasifanye kazi ya Mungu. Lakini ninapoongea saa hii ninaongea nikiwa kwenye ulimwengu wa roho. Kila yeyote ambaye ameharibu nguvu ya utumishi kwenye mikono ya huyo mtu leo anaenda kuiachia kwa mamlaka jina la Yesu. Yeyote aliyeharibu nguvu ya kumiliki vitu vikubwa, vya kumiliki fedha, ya kumiliki ndoa, mikono yako haiwezi kushika hata ndoa inaharibika. Leo ninaongea kama kamanda wa Jehova kwamba mikono yao ishike moto sahihi na hao watu waachiliwe sahihi. Nasema na hao watu waachiliwe sahihi. Na hao watu waachiliwe sahihi. Ninaona yale madola, zile paundi, zile euro zikianza kurudi kwenye mikono yao tena. Funika macho yako. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Kwa silaha wala silaha, ni kwa Roho, ni kwa Roho Mtakatifu.
silaha wala silaha, ni kwa Roho, ni kwa Roho Mtakatifu. Nguvu za giza, Nguvu za giza zimeshindwa, zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. nguvu za giza Nguvu za giza zimeshindwa, zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. la silaha Wala silaha ni kwa Roho, ni kwa Roho Mtakatifu. si kwa majeshi, Si kwa majeshi la silaha wala silaha, ni kwa Roho, ni kwa Roho Mtakatifu. nguvu za giza Nguvu za giza zimeshindwa, zimeshindwa kwa jina kwa jina la Bwana Yesu. nguvu za giza Nguvu za giza zimeshindwa, zimeshindwa kwa jina kwa jina la Bwana Yesu. Kila mmoja ashike tumbo lake hivi, achilie macho. Piga macho. Mungu anaenda kutoa kila muhuri uliowahi kugongwa kwenye tumbo lako au viuno vyako. Adui hana akili, anaweza kagonga viuno vya baba mihuri. Kila mtoto anayezaliwa hana njia nzuri. Jesus mighty name. Mungu anaenda kufanya kitu cha ajabu sana saa hii. Roho Mtakatifu anaenda kufanya kitu cha ajabu sana saa hii. Ninasimama kwenye madhabahu ya Mungu saa hii. Naagiza malaika wa Bwana waende kila mahali kwenye muhuri wa kichawi. Yes, sasa hivi mzaa mtoto ni kama unamwona ni mdhaifu tu, udhaifu haupungui, hauishi, kila siku ni mdhaifu. Kumbe kwa sababu kuna nguvu za giza kwenye tumbo lako na zimeshikilia nguvu ya mema na utumishi uliotiwa. Moto kwenye tumbo lako ambao moto unafuta kila muhuri, moto ulioachilia na nguvu ya damu ya Yesu unafuta kila muhuri kwenye tumbo lako, na baada ya pale kuna kitu kinaondoka kwenye tumbo lako. Wameshika nguvu ya utumishi wako, wameshika nguvu ya ndoa yako, wamekamata watoto wako, toka kwenye tumbo. Yes, muhuri, 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 muhuri. Namwona mtu mmoja, watu wawili ndani, mmoja ana kitu kinatembea kwenye tumbo lake, kimekuwa kikizuia nguvu ya mahusiano ndani ya tumbo lake, kama tandu, ni kama tandu kwenye tumbo lake. Ninapoongea sasa ninaita nguvu ya moto kwenye hilo tumbo. Huyo mdudu anaungua moto, anaachia hilo tumbo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yes, go. Go. Achia haraka. Achia haraka hilo tumbo. Achia haraka huyo tumbo. Umemshikilia huyo tangu mwaka 2014. Umeshika tumbo lake. Ninaona mtu aliyekula chakula kwenye ndoto ambacho kimeingia tumboni, kikiingia na wadudu wa kishirikina. Hao wadudu wameharibu nguvu zao za mema. Ninapoongea saa hii ninaona moto unawaka kwenye tumbo lake, wanamwachia waliokuwa wachawi wa familia, waliokuwa na vita na mama yake, waliogusa tumbo lake. Achia haraka. Achia tumbo lake haraka. Mmefanya vita vyenu vilikuwa nyie na mama yake. Kwa nini mmemshika huyo tumbo lake? Kwa mafundisho ya neno la Mungu, njoo ukutane na mtumishi wa Mungu Bishop James Mdoe wa Yesu ni Lango la Uzima. Njoo ufunguliwe. Njoo umiliki kesho yako.